tofauti iliyoko baina ya mawali wa Allah na mawali wa shaitani. Kwa zama tulizonazo wamekithiri watu wanaodai uwali, wanadai usharifu, wanadai ukarama. Wengi wao baada ya uchunguzi tumekuta kuwa ni matapeli. Wanatumia njia ya uwali kuwatapeli watu na kuwaibia, na wao shetani kawateka kupitia mlango huo. Wakawa wanauza madawa, maji, wanauza dua kwa bei ya juu sana, kwa mlango eti wao ni mawali, ni masharifu. Kwa hiyo maji wanayoyauza ya shilingi 500 wanadai wamesomea dua, wanayauza 100,000 mpaka 200,000, na watu wanatapeliwa na watu wanawaamini. Imefika hatua watu hao baada ya uchunguzi ni waganga, washirikina, wengine ni wachawi, wanawaroga watu wakiwadanganya kuwa wanawasomea dua. Mambo haya yamekithiri. Wamekula mayai ya watu kwa dhulma, wanakula ndizi za watu, wanakula michele, wanakusanya unga michele, sikwambii mbuzi za watu, ng'ombe, kuku. Vile walivyokuwa wakiagiza waganga, leo wanaagiza mawali, kuonyesha njia yao ndio ile ya waganga. Sasa ndugu zangu, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim al-Harrani, fariki mwaka 728 Hijria, maarufu. Ana kitabu kinaitwa Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan. Kitabu kile ameeleza alama za mawali wa Allah na mawali wa shaitani. Kabla ya kuingia huko, wali ni nani? Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, alwali huwa almu'minu at-taqi. Wali ni mtu muumini mcha Mungu, mwenye kumcha Allah, almuttabi'u lilqur'ani was-sunnah, mwenye kufuata Qur'ani na Sunna. Wali anakuwa na imani, mwenye kumcha Allah tabaraka wa taala, anaifuata Qur'ani na Sunna bifahami salafina salih, kwa ufahamu wa wema wetu waliotangulia. Hiyo ndio taarifu ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kunako wali. Ni mu'min, alafu ni taqi, alafu anafuata Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa hiyo wali hawezi kupatikana nje ya masalafi. Umeelewa? Hakuna wali nje ya masalafi. Hakuna wali katika masufi wapiga madufu wanaowaza kula na kuimba. Hakuna wali huko. Kuna mawali wa shaitani. Ama mawali wa Allah utawakuta katika masalafi. Hakuna wali wa Allah katika mashia. Fahimu?
hakuna wali wa Allah katika ibadi, hakuna wali wa Allah katika maikhwani. Mawali wa Allah wanapatikana katika masalafi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akazungumza, akaitaja kauli ya Allah inayosema ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Vilevile amepokea Imam al-Bukhari kutoka kwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qala, hakika Allah tabarak wa taala amesema, man aada li waliya, atakayenifanyia mimi uadui wa wali wangu. Wali wangu, Allah amethibitisha kuwa na mawali. Fahimu kwa ile aya na hadithi kwamba Allah na wali. Kwa hiyo cheo cha uwali ni cheo kikubwa, na ndio maana kina vigezo maalum. Vigezo hivyo mwenye kusifika na sifa hizo atakuwa wali. Menelewa hivyo. Kwa hiyo faqad adantu bil harbi, atakayenifanyia mimi uadui kwa wali wangu, huyo atakuwa amenitangazia vita. Na mawali wake Allah amewabainisha, alladhina amanu wa kanu yattaqun. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المراد بولي الله, مقصوديو يا ولي والله العالم بالله, نيولا نمجوا الله. ولي والله نيولا نمجوا الله. Wali manake ni mtu wa karibu, yule mtu wa karibu aliyekuwa karibu na Allah, kipenzi wa karibu, rafiki wa karibu, ni yule anayemjua Allah. Kadiri unapopiga hatua ya kumjua Allah, ndivyo wajitahidi kujisogeza kwake na kuwa wali wake. Sasa leo kuna watu wadai kuwa ni mawali, ila hawajui Allah yuko wapi. Ni wali wa Allah anapodai, ila huyo Allah hajui yuko wapi. Fahimu? Ukiwauliza baadhi ya watu kwambia Allah yuko kila sehemu, wali wa Allah, ila hajui Allah mwenyewe yuko wapi, huyo hawezi kuwa wali wa Allah.